Ongezeko kubwa sana la ujenzi wa shule, udahili wa wanafunzi na hii inapelekea pia uhaba kama walivyosema wenzangu hapa. Wimbi la madawati. Nimekuwa nikiangalia kwenye vyombo vya habari, kuna baadhi ya shule wanakaa chini. Ningeweza kutoa takwimu ila muda utoshi. Unakuta shule na wanafunzi 1500 ina madawati 50. Wanafunzi wengine wote wanakaa chini. Ninaomba sana serikali kupitia hata mfumo wa CIS ambao walimu wanasajili. Tunapotoa kipaumbele inaonekana dhamira ya dhati kabisa ya serikali kuboresha elimu yetu ili kuweza kuongeza idadi ya Watanzania wenye ueledi wa kufanya kazi kwenye sekta mbalimbali. Tunapojenga mashule tuhakikisha tunapeleka na miundombinu ya madawati ili kuondoa kabisa mtoto anayesoma akikaa chini kwenye sakafu na mtoto anayesoma ambaye amekaa kwenye dawati ni vitu viwili tofauti. Tunaomba sana mfanye tafiti ya kina kujua ni idadi gani ambao ni mawimbi ambao hana mashule ambao hana madawati kwenye shule mlizojenga, lakini na shule kongwe, ili muweze kupeleka madawati kuhakikisha kwamba kweli tunaenda kuboresha hii. Nimepitia pia nikaona kwamba serikali imeongeza fedha kutoka bilioni 312 hadi bilioni 796 ya elimu bila ada. Napongeza kwa hili. Lakini kuna changamoto kubwa sana ambayo imeongezeka. Taarifa mheshimiwa. Mheshimiwa Tarimba, endelea kuishi kwa ushi yako. Ni sekunde 30 tu alitumia Mheshimiwa Tarimba, tafadhali. Mheshimiwa Mwenyekiti, haujapokea taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa na shauri lazima serikali iangalie, ihakikishe kwamba inapokuwa inajenga hizi shule ipeleke miundombinu toshelezi ili kuweza kuhakikisha hata watoto wanaosoma kule vijijini wasome kwenye madawati vizuri, wawe na walimu toshelezi, waweze kupata elimu bora. Lakini mwisho serikali imewekeza. Na nimeona hapa wamejenga nyumba za walimu. Ukifanya correlation shule kwa mfano nilikuwa naangalia shule za msingi zimejengwa 3000 na kitu, lakini nyumba za walimu shule ya msingi zimejengwa 500 na kitu. Kwa hiyo inaonekana kuna shule zinajengwa bila kuwa na walimu. Tunaomba sana walimu wakikaa kwenye miji kwa mfano kaa nje ya mji, miundombinu ya barabara mvua ikinyesha waweza wakafika kule. Wanapojenga hizi shule hakikisha kunakuwa na administration block, hakikisha kunakuwa na viwanja vya michezo, hakikisha kunakuwa na nyumba za walimu toshelezi. Na mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, shule chakavu ambazo ni hatarishi Tanzania kote. Na nimekuwa nikiongea hata kule Tarime, shule ya Susuni kwa mfano kata ya Susuni, shule ya Nyabirongo Kiongera, shule za pale mjini ambazo ni chakavu za miaka ya 70, miaka ya 60. Tunaomba sana. Tumeona mmewekeza kwenye miundombinu ya shule, ekezeni muweze kujenga shule zile, mboreshe, pesi iwe kubwa zaidi ili kila mtoto wa Kitanzania ambaye hata yuko kule chini aweze kufaidika. Michango mashuleni, na malizia Mheshimiwa Mwenyekiti, nilisema ada mmeongeza lakini michango mashuleni imekuwa mingi. Mchango wa mchango si wa uzio, mchango si wa mlinzi, masomo ya ziada, walimu wa ziada inakuwa zaidi. Unakuta mzazi anatoa zaidi ya 10,000, 15,000. Hadi wanaishi baada irudi. Tumuondoe, mpeleke haraka iwe uniformity kwenye michango ya shule. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini mwisho uungwana ni vitendo. Tunaona kabisa comparison ya miaka mpaka 2020 mambo yaliyofanyika 59 years na hii miaka 4 ni mingi sana, kama alivyosema babangu pale Mheshimiwa Shigongo. Mama anajitahidi sana kwa sababu anaishi matatizo ya wananchi. Mwanamke anaishi matatizo ya wananchi. Tumunge mkono, tuonge mkono wagombea wote wanawake kwenye majimbo na madiwani. Asante sana Mheshimiwa, nashukuru sana.